Serikali ya Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jambo hili la gharama ya mafuta kupanda, tumetoa unabii juzi, sawa, kwamba mafuta yatarudi kwenye hali yake ya kawaida. Lisikie neno la Bwana Tanzania, 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 lisikie neno la Bwana. Afrika Mashariki, lisikie neno la Bwana. Kuna mgogoro mkubwa unaenda kuinuka ulimwenguni, kiwango ambacho bei ya mafuta itapanda zaidi ya mara 4 katika siku zinazokuja. Serikali za ukanda huu ikiwepo na nchi ya Tanzania wachukue tena tahadhari, kama tulivyotoa unabii wa tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2024. Wachukue tahadhari ya muda mrefu, sio hifadhi ya mafuta ya miezi mitatu. Hifadhi kuu itengenezwe, lakini naweza kusema hapa kama nabii, sawa, wachukue hatua ya kubadilisha mifumo ya matumizi ya mafuta, waingie kwenye gesi na wafanye tafiti, kwa sababu nilikusha toa unabii hapa wa Tanzania kuwa na vitu na mali nyingi sana ambayo bado haijagundulika, ambao gesi inayotakiwa wenyewe wana utaalamu wao, wanaijua hiyo, ambao wanaitafuta hiyo gesi iko hapa Tanzania. Iko wapi? Iko hapa Tanzania. Asema yao Mwokozi bingo flow. Na hakika imekuwa imekuwa mimi si mtaalamu wa gesi, lakini mimi nasema vile ambavyo Yesu anasema nami. Amina. Kwa hiyo wachukue tahadhari, kwa sababu kuna mgogoro mkubwa wa mafuta yatakwenda kuwa ghali zaidi ya mara 4. Sawa? Yaani inafika wakati, kwa sababu ninaona sheli hapa, naona inazunguka, naona inaenda kwenye moja litamo, ninaona wastani kama 10,000 point litamo 10,000 point. Menelazo hapa asema yao Mwokozi, hii imerekodiwa leo, imerekodiwa leo Mwokozi bingo flow. Watemelazo hapa kwa serikali za ukanda huu wachukue tahadhari, kwa sababu jambo hili litatokea tena, narudia tena, litatokea tena. Mgogoro wa mafuta ulimwenguni utasambaa kwenye maeneo mengi duniani. Kutatokea na vilio na maombolezo, na bei hii ya mafuta itakayokwenda zaidi ya mara 4 au mara 4, sawa, italeta mgogoro mkubwa kwenye mifumo mingine ya kiuchumi. Serikali za ukanda huu wachukue tahadhari, kama tulivyosema, tunasema tena. Kazi yetu ni kuzungumza, na wengine wanaotusikia waweke kumbukumbu, wajue kwamba kumbe Mungu huwa anasema hapa kwenye maskani ya waumini. Ujumbe nini? Wasaa furuzi ya Mwokozi, tunazungumza habari zake. Mungu anaambia imekuwa